Nuru ya asubuhi. Hadi mwisho nitaamini. Bwana Yesu asifiwe. Nayezungumza nawe ni mchungaji Danstan Daniel Kanemba katika kanisa letu zuri la Tanzania Assemblies of God Majumba 6 mpya. Mtazamaji wangu wa Zoe TV, nayo furaha kukukaribisha katika kipindi hiki maalum sana cha ujumbe wa neno la Mungu, tukiwa bado kwenye majira ya Pasaka, tukiwa tunaendelea kusherehekea kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Nimeona vyema nikushirikishe habari za ufufuo wa Yesu Kristo. Kwa hiyo ujumbe wangu utakuwa ni nguvu ya ufufuo wa Yesu Kristo. Tutakuwa pamoja kwa siku hizi chache. Ni imani yangu kwamba Mungu atakusaidia kuelewa nini maana ya ufufuo, matokeo tuliyoyapata kupitia ufufuo wa Yesu Kristo, na hiyo itasababisha imani yako iwe na mizizi na msingi katika Kristo Yesu. Ufufuo wa Yesu Kristo ndiyo kilele cha mpango wa ukombozi wa Mungu kwa jamii ya wanadamu. Ufufuo wa Yesu Kristo ndiyo kilele cha mpango wa ukombozi wa Mungu kwa jamii ya mwanadamu. Ufufuo wa Yesu Kristo ndio msingi wa Injili na uhakika wa mbinguni. Ufufuo wa Yesu Kristo ndio msingi wa Injili na uhakika wa mbinguni. Ufufuo wa Yesu Kristo ni tangazo kwamba kifo sio mwisho wa maisha ya mwanadamu. Kuna kuishi baada ya kufa. Ndio sababu Yesu Kristo amefufuka. Ufufuo wa Yesu Kristo umetupa ushindi dhidi ya dhambi, dhidi ya kifo. Yesu alifufuka katika mwili. Alifufuka kutoka mautini katika mwili. Alifufuka kutoka kaburini katika mwili. Hii maana yake sisi tunaomwamini tutafufuliwa pia katika mwili. Fundisho la imani ya Kikristo halifundishi kwamba ufufuo ni kitu fulani cha kiroho au mtu anabadilika kutoka hali fulani ya ubinadamu anakuwa aidha mdudu au kitu fulani baada ya kufufuka. Huwa huwezi kuwa ufufuo na huwezi kuwa na maana. Ufufuo ambao Ukristo na Biblia inafundisha ni ule ufufuo wa mwili ambao Yesu alifufuka katika mwili. Kwa hiyo na sisi tunaoamini tutafufuka katika mwili. Wakristo hufanya ibada sio siku ya Jumamosi, sio siku ya Ijumaa. Wakristo hufanya ibada siku ya Jumapili. Jumapili ni siku ya Bwana, tukisherehekea ushindi wa kifo, siku ambayo Kristo alifufuka kutoka kwa wafu. Kwa kila tunapokutana Jumapili huwa tunasherehekea tukio la kihistoria kuwahi kutokea, kwamba Kristo Yesu ameshinda kifo na mauti, yu hai. Na kwa sababu hiyo tunatangaza habari hii njema kwa watu wote. Kwa kuwa ufufuo ni tukio kubwa sana katika imani ya Kikristo, mitume mahubiri yao kwa sehemu kubwa yalibebwa na ujumbe wa ufufuo. Agano Jipya limetawaliwa
na ujumbe wa ufufuo. Ufufuo wa Yesu Kristo sio alama ya Ukristo. Ufufuo wa Yesu Kristo ni ushindi. Ijapo umetokea mwisho wa huduma yake, mwisho wa kazi yake ya injili hapa duniani, mtu anaweza kufikiri ni kama alama fulani katika utumishi wake na maisha yake. Tukio limefanyika mwishoni mwa utumishi wake, lakini ndio limebeba kusudi zima la yeye kuja duniani. Kristo asingefufuka, imani yetu ingekuwa haina maana. Na ndio sababu Mtume Paulo akiwaandikia Wakorinto sura ile ya 15, kitabu cha Wakorinto wa kwanza na ule mstari wa 14, anasema maneno haya: tena kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yetu ni bure. Maneno haya yana uzito sana. Kama Kristo hakufufuka, kuhubiri kwetu ni bure na imani yetu ni bure. Kwa hiyo msingi wa mahubiri ya mitume yalikuwa ni ufufuo, nami ninahubiri katika msingi huo wa ufufuo. Kama asingefufuka, basi kuhubiri kwangu kungekuwa hakuna maana yoyote. Lakini kana kwamba hiyo haitoshi, maandiko yanasema hata imani yetu. Kristo asingefufuka, hata imani yetu ni bure. Kwa sababu kama anashindwa na kifo, anashindwa na mauti, twawezaje kumwamini yule ambaye anakufa kama watu wengine na kupotea? Lakini kwa sababu Yesu ameshinda kifo, ameshinda mauti, ndio sababu tunamwamini. Na hivyo basi imani yetu ina maana kubwa sana. Ufufuo umethibitisha kwamba imani ya Kikristo ni imani ya kweli na imani sahihi. Sasa kwa miaka mingi, karne nyingi, watu wamekuwa wakipinga ukweli juu ya ufufuo, na ashukuriwe Mungu kwamba pia kumekuweko na watu wanaothibitisha na kuitetea imani hii na fundisho hili la ufufuo kwamba ni kweli. Na mimi ni miongoni mwa wale ambao ninatumia maandiko matakatifu kuthibitisha kwamba ufufuo wa Yesu Kristo ni kweli. Shetani amekuwa nyuma ya ajenda hii, kutaka kupotosha ukweli, kushawishi jamii ya wanadamu wasiamini juu ya ufufuo wa Yesu Kristo, akiwa na lengo kwamba usipoamini ufufuo wa Yesu Kristo, basi huwezi kuokoka. Maana maandiko yanasema katika kitabu cha Warumi sura ile ya 10 na mstari wa 9, kwa kinywa mtu ukiri hata kupata uokovu, na kwa moyo mtu uamini hata kupata haki. Biblia inasema kwamba tukikiri kwa kinywa kwamba Mungu alimfufua Yesu kutoka kwa wafu na tukaamini kwa moyo, tunaokoka. Kwa hiyo uokovu ni zao la ufufuo. Tunapokiri kwa kinywa na kuamini kwa moyo kwamba Mungu alimfufua Yesu kutoka kwa wafu, tunaokoka. Maana yake kama kusingekuwa na tendo la ufufuo, basi hakuna uokovu. Kusingekuwa na tendo la ufufuo, hakuna injili, na kama hakuna injili, maana yake hakuna uokovu. Lakini leo nasimama mbele zako, nina habari njema, habari ya kweli iliyothibitishwa kimaandiko, iliyothibitishwa kihistoria, kwamba Yesu Kristo aliteswa, alikufa, alizikwa, na siku ya tatu Yesu amefufuka. Kufufuka kwake kumethibitisha uungu wake, kumethibitisha mbingu, kumethibitisha uokovu kwa kila
amwaminie. Hii ni habari njema kwako, ni habari njema kwangu. Ninayo furaha kutaka kuthibitisha kupitia neno la Mungu kwamba Yesu Kristo amefufuka. Sasa katika somo letu hili nitakuwa na vipengele ambavyo nitavileta kwako kwa lengo la kukusaidia mtazamaji wangu uelewe ukweli juu ya fundisho na imani ya Ukristo kuhusu ufufuo wa Yesu Kristo. Eneo la kwanza ambalo nataka nilete uelewa na ufahamu kupitia maandiko, uko ushahidi wa ufufuo wa Yesu. Ushahidi wa kwanza ambao tunao kupitia maandiko ni kaburi wazi. Maandiko yanazungumza kwa habari ya kaburi kuwa wazi. Ukisoma Injili ya Yohana sura ya 20 mstari wa kwanza na Injili ya Yohana sura ya 20 mstari wa 6, maandiko yanasema wazi kwamba wanawake walifika kaburini ili wanuizie mafuta perfume kwenye kaburi la Yesu, lakini wakakuta jiwe limefunuliwa au jiwe limeondolewa, na walipotaka kujua zaidi wakaambiwa kwamba amefufuka, hayupo kaburini. Lakini Luka pia muinjili naye ana rekodi habari hii, sura ile ya 24 mstari wa 2. Luka mwandishi anaandika habari za kufufuka kwa Yesu Kristo, kwamba wanawake pia walienda kaburini kwa lengo lile lile la kutaka kumwagia perfume kaburi la Bwana, lakini wakaona jiwe limezungushwa, liko mbali na kaburi na Yesu amefufuka. Lakini Marko naye anaungana na Yohana na Luka na Mathayo kueleza ukweli huu wa kihistoria. Katika Injili ya Marko sura ya 16 mstari wa 4 tunathibitishiwa tena kwamba Yesu amefufuka, kwa sababu kaburi lilikuwa wazi. Na habari ya kaburi kuwa wazi ni jambo linaloendelea hata leo kwa wale wanaopata nafasi ya kutembelea Israeli, mahali pale Yesu alikozikwa. Wanapofanya hija, wanashuhudia kaburi lililo wazi. Ni kaburi pekee duniani ambalo liko wazi hata leo. Maana yake aliyelala kaburini hayupo. Ushahidi kwamba Yesu amefufuka. Hii ni habari njema kwa wewe unayenisikiliza, uwe na uhakika kwamba imani ya Kikristo ni imani ya kweli, na kwamba Yesu Kristo ameshinda kifo na mauti, amefufuka, yu hai milele. Tuko kwenye majira haya bado ya kusherehekea ufufuo wa Yesu Kristo, tukiwa tunaelekea kwenye tukio la Pentekoste. Kwa hiyo nimeona vyema niendelee kukutia moyo kupitia neno la Mungu kwamba Yesu amefufuka, na amefufuka kwa ajili yetu, ili kututhibitishia kwamba tukimwamini yeye kifo sio mwisho. Tukimwamini yeye mbingu iko wazi kwetu, maana alipofufuka alipaa kwenda mbinguni na akasema, naenda kuandalia mahali, nilipo mimi nanyi mtakuwepo. Kwa hiyo ni furaha na ni tumaini na ni uhakika kwamba ufufuo upo. Kwa hiyo kifo kimeshindwa na ufufuo, kimeshindwa na Yesu Kristo. Kifo ni adui wa mwisho wa mwanadamu. Nimekuwa nikizungumza mara kadhaa kwamba tunao maadui kwenye maisha haya, kama adui ujinga, adui maradhi, adui umaskini. Unaweza kumshinda adui ujinga kwa kupata elimu. Unaweza pia kumshinda adui maradhi kwa kupata tiba. Unaweza kumshinda adui umaskini kwa kupata mali. Lakini adui kifo huwezi kumshinda. Adui kifo
amewashinda wasomi waliowahi kuishi kabla yetu. Adui kifo amewashinda wanafalsafa waliokuwa wametengeneza theory mbalimbali za kimaisha. Adui kifo amewashinda wafalme waliokuwa na nguvu ya dola, nguvu ya jeshi, nguvu ya pesa, waliokuwa na hekima, waliokuwa na ushawishi. Adui kifo amewashinda matajiri waliowahi kumiliki mali na fedha katika dunia hii. Adui kifo amewashinda wote. Maandiko yanasema yeye ni adui wa mwisho, lakini yuko mmoja aliyeshinda kifo. Kwa hiyo kifo kimeshindwa kwa Yesu Kristo peke yake. Alikufa, akazikwa na amefufuka. Ushahidi kwamba amefufuka, kaburi liko wazi. Nina ujasiri wa kutangaza habari zake, na nina furaha kwamba nimemwamini yeye aliyeshinda kifo. Hivyo nakutaka na ninakuomba ndugu yangu, mwamini huyo, kwa maana ukimwamini Yesu, kifo hakina nguvu kwako, kifo kinashindwa kwako. Na kwa kuwa sisi ni viumbe wa kiroho na tutaishi milele, ni vyema ujue kwamba baada ya kifo kuna maisha. Sasa inategemeana umechagua kuishi wapi au kuishi na nani. Ukimwamini Yesu, una uhakika wa kuishi mbinguni, mahala penye uzima, mahala penye furaha, mahala penye amani, mahala ambapo Biblia inasema hakuna machozi, hakuna kilio, hakuna mauti tena. Ninakushauri mwamini Yesu. Kwa nini umwamini? Amethibitisha kwamba yeye ni wa kuaminiwa, kwamba kifo hakina nguvu kwake. Huyo adui wa mwisho yeye amemshinda. Huyo anafaa kuaminiwa, anafaa kufuatwa. Yesu Kristo yu hai leo. Lakini pia dondoo ya pili ambayo nataka ikusaidie kuelewa ninapozungumza kwamba Yesu amefufuka, ni tangazo la malaika. Malaika, viumbe wa kiroho, malaika, viumbe wa mbinguni, walishiriki kutangazia umma wa Israeli na Wayahudi kwamba hayupo kaburini, amefufuka. Ukisoma Injili ya Mathayo sura ya 28 mstari ule wa 5 hadi wa 6, unakutana na tangazo la malaika, angel declaration. Wanatangaza viumbe hao wa kiroho, wanatangaza viumbe hao wa mbinguni kwamba hayupo kaburini, amefufuka, yu hai. Wanawaambia wale wanawake, mnamtafuta nani? Wanasema tunamtafuta Yesu Mnazareti. Anawaambia malaika kwamba hayupo hapa, amewatangulia kwenda Galilaya. Nendeni mkamwambie Petro na wanafunzi, mtakutana naye Yesu Galilaya, hayupo kaburini. Lakini sio Mathayo peke yake anaandika tangazo la malaika kuhusu kufufuka kwa Yesu. Tunaye mwinjili Luka tena, Luka sura 24 mstari wa 23. Katika sura 24 mstari wa 23, Luka naye anatamka yale ambayo yalinenwa na malaika, viumbe wa mbinguni. Yohana mwinjili naye yuko nyuma, anaeleza tukio la kufufuka kwa Yesu, kwamba malaika, viumbe wa mbinguni walitangaza juu ya ufufuo wake. Injili ya Yohana sura ile ya 20 mstari wa 13, 12 hadi 13. Tangazo la kufufuka kwa Yesu linatolewa na viumbe wa mbinguni, malaika. Kwa hiyo tumeweza kuona ushahidi wa kufufuka kwa Yesu. Ushahidi wa kwanza ni kaburi wazi. Hata leo kaburi liko wazi. Ushahidi wa pili ni tangazo la malaika. Viumbe wa mbinguni wanatangaza, kuwatangazia umma wa Wayahudi kwamba hayupo kaburini, amefufuka. Na maandiko yanathibitisha juu ya kufufuka kwake Yesu Kristo. Lakini dondoo ya tatu, ushahidi juu ya kufufuka kwa Yesu ni wale waliomuona Yesu macho kwa macho, ana kwa ana. Wako watu walionana na Yesu baada ya kufufuka. Tunaambiwa kupitia neno la Mungu, maandiko, kwamba Yesu alipofufuka aliendelea kuwatokea wanafunzi wale tenashara na wafuasi wake. Takriban siku 40 alikuwa akiwatokea watu kadha wa kadha, na maandiko
hayako nyuma kuthibitisha ukweli huu. Injili ya Yohana sura ile ya 20 mstari wa 16 hadi wa 18. Yohana 20:16-18, tunaona Yesu akiwatokea wanafunzi, akiwatokea tenashara, akiwatokea wanawake. Mariamu Magdalena akiwa kule kaburini, asijue kwamba ni Bwana, akifikiri ni mlinzi, akamwambia umemweka wapi? Yaani Yesu umemweka wapi? Ikiwa we mlinzi, kuna mahali umemweka Yesu, basi nionyeshe alipo ili niweze kumchukua. Ndiposa Yesu akamwita Mariamu. Mariamu alipogeuka akapata kumtambua, akataka amguse, lakini Yesu akamwambia Mariamu, usinishike, sijaenda kwa Baba bado. Kwa hiyo Yesu alimtokea Mariamu Magdalena, Yesu aliwatokea wale tenashara. Yohana anaandika hayo, lakini pia Luka anaandika kwenye sura ile ya 24 mstari wa 15. Luka tena 24 mstari wa 30-34 anaeleza watu waliotokewa na Yesu, wakiwemo wanawake, wakiwemo wanafunzi, na hata wale waliokuwa wakisafiri kwenda kijiji cha jirani ya Yerusalemu kilichojulikana kwa jina la Emmaus. Wakiwa njiani, wakina Kiliopa wanajadiliana juu ya yaliyotokea Yerusalemu. Ndipo Yesu akajiunga katikati yao, wasitambue kwamba ni yeye. Yesu akawaambia, mnajadiliana nini njia nzima? Wakamwambia, we ni mgeni peke yako Yerusalemu, hujui habari za mtu aliyekuwa hodari wa kutenda na kunena, Yesu Kristo Mnazareti, kwamba aliuawa. Leo tumesikia habari ya kushangaza, wanawake wa kwetu wanasema wameenda kaburini, wameambiwa hayupo, amefufuka, hawakuona mwili kaburini. Ndiposa Yesu akajifunua kwa kuanza kuwakumbusha watu hawa maandiko yaliyokuwa yakinena kwa habari zake, akianzia Musa na manabii. Yesu akafunua maandiko, ufahamu wao ukaelewa kwamba kumbe ni kweli maandiko matakatifu yalinena kwa habari ya kuzaliwa kwake, habari ya kuteswa kwake, habari ya kufa, kuzikwa na kufufuka. Ikiwa sisi tunaamini maandiko, basi Yesu alikufa, Yesu alizikwa, Yesu amefufuka. Wale watu wakafunuliwa, ndipo walipomkaribisha kwao, na Yesu akamega mkate, wakamtambua. Kisha Yesu akatoweka katikati yao, wakarudi Yerusalemu wakiwa wenye furaha, wakawajulisha wanafunzi, wakasema hakika amefufuka. Nina habari njema, Yesu amefufuka, hayupo kaburini. Ni kwa ajili yako, ni kwa ajili yangu. Lakini kitabu cha Wakorinto hiki wa kwanza ambacho nimesoma mistari yake michache, sura ya 15, Mtume Paulo anazungumza juu ya ufufuo. Alikuwa akijibu hoja za maswali aliyoyapokea kuhusu ufufuo. Watu walitaka kujua wafu wanafufuka vipi. Kwa hiyo Paulo akalazimika kutoa maelezo ya kina ambayo yanatusaidia sana kuelewa. Kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura 15, Paulo anaeleza kwanza waliomuona Yesu alipofufuka, na akasema miongoni mwao wangali hai hata sasa wakati huo, lakini walioshuhudia Yesu alipofufuka. Lakini akafafanua kitheolojia namna gani mfu anafufuka kwa mifano na ufafanuzi wa kina. Kwa kuwa naendelea na somo hili, nitaeleza hayo maelezo ya kina ambayo Mtume Paulo aliyatoa kwa Wakorinto waliokuwa na shauku ya kutaka kujua usahihi na ukweli kuhusu ufufuo, kwa sababu jambo hili limekuwa likitafsiriwa isivyo. Shetani amekuwa nyuma ya ajenda ya kupotosha ukweli ili watu wasiamini wakaokolewa. Maana usipoamini ufufuo, basi imani ya Kikristo haina maana. Usipoamini ufufuo, uokovu haupatikani. Usipoamini ufufuo, ushindi dhidi ya dhambi hauwezekani. Usipoamini ufufuo, mbingu haiwezekani. Ufufuo ni kilele cha ile imani ya Kikristo, lile kusudi lote la Mungu la ukombozi wa mwanadamu linabebwa na ufufuo wa Yesu Kristo. Kwa hiyo kupitia ufufuo
tuna ujasiri wa kusema uokovu ni hakika, mbingu ni halisi, na kwamba tunasamehewa dhambi na shetani na mauti imeshindwa, nguvu za kuzimu zimeshindwa, mamlaka ya giza imeshindwa. Yesu yu hai, Yesu amefufuka, amemshinda adui wa mwisho ambaye ni kifo, ameshinda nguvu za kuzimu, amemnyang'anya shetani funguo za mauti na kuzimu, ili sisi tushinde pamoja naye. Kwa hiyo ndugu mpendwa, unayenifuatilia na kunisikiliza, hii ndio habari njema nimeona nikushirikishe, uwe na uhakika na uwe na imani na uendelee kumwamini Yesu aliye Bwana wa uzima. Wakati ule akienda pale kwenye kaburi la Lazaro, na Martha na Mariamu ndugu yao na Lazaro wakiwa na huzuni na majonzi, Yesu akawaambia, mmemlaza wapi? Yaani Lazaro amezikwa wapi? Ndipo akampeleka kaburini, akawaambia, toeni jiwe. Wakamwambia, Bwana, sasa leo ni siku ya 4 na huyu mtu ameshaanza kuoza kaburini. Yesu akasema, sikuwaambia kwamba mimi ndio huo ufufuo na uzima? That's very powerful, very powerful statement. Sijawahi sikia mwanadamu akitamka maneno haya, lakini Yesu Kristo, kwa sababu yeye ni Bwana wa ufufuo, amediriki kusema, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Anatufufua na anatupa uzima, tukiamini tunauona utukufu wake. Ndipo wakatoa jiwe. Yesu akamwita Lazaro aliyekuwa amelala kaburini siku 4, akasema, toka nje. Machoni pao jua linawaka. Lazaro aliyekuwa mauti akatoka akiwa hai, kuthibitisha kwamba Yesu ni Bwana wa ufufuo. Sio kwamba atapokea ufufuo, yeye mwenyewe ndio huo ufufuo, yeye mwenyewe ndio huo uzima. Nataka nikutie moyo, kifo sio mwisho kama wengi wanavyofikiri. Maisha yanaendelea, kwa kuwa sisi ni viumbe wa kiroho. Tukimwamini Yesu tunashinda, tunakuwa na uzima milele yote. Yesu amekuja ili tushinde kifo, ili tushinde adui mauti, ili tushinde dhambi, tuishi na Mungu milele yote. Amemshinda adui kifo. Paulo anaandika, anasema, kuwapi nguvu yako e kifo? Kuwapi jeuri yako e mauti? Umeshindwa kwa Yesu Kristo. Msife moyo, msikate tamaa. Liko jibu, liko tumaini. Kifo sio mwisho, kuna kuishi baada ya hapo. Kupitia Yesu Kristo tutaishi milele yote pamoja na Mungu. Mwamini leo, mpokee leo, afanyike Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Maana kwa kinywa mtu ukiri na kwa moyo mtu uamini atakupata haki. Basi ukimwamini Yesu kwamba Mungu amemfufua kutoka kwa wafu, utaokoka. Ningependa nikuombee ndugu yangu, ili umpe Yesu maisha yako. Ningefurahi kuona kwamba unajiunga na mamilioni ya vijana, ya wamama, ya wababa kote duniani waliompa Yesu maisha yao, na sasa wanafurahia ufufuo wa Yesu Kristo aliyeshinda kifo na mauti. Yawezekana ulikuwa huna uhakika juu ya jambo hili, ulikuwa na mashaka, lakini kupitia mahubiri haya mafupi umepata uelewa sasa. Shauku yangu ni wewe kumpokea Yesu, ni wewe kumwamini Yesu. Huyu Yesu ni rafiki yetu, huyu Yesu ni Bwana wetu, huyu Yesu ni Mwokozi wetu. Alikuja kwa ajili yetu, alikishinda kifo na mauti kwa ajili yetu sisi. Napenda niimbe wimbo huu kwa ufupi, baada ya hapo niweze kuomba na wewe. Unanipa kutafakari, unanipa kuona wema na uaminifu wa Mungu. Wimbo unapatikana kwenye kitabu chetu cha Nyimbo za Uzima, ambacho kinapatikana kwenye makanisa mbalimbali ya Kipentekoste. Kitabu cha Nyimbo ya Uzima Tele, kilichotengenezwa na kanisa la Tanzania Assemblies of God. Unaweza ukakipata na ukashiriki kuimba tenzi na zaburi ambazo zitainua imani yako, zitawezesha we kupokea nguvu za Roho Mtakatifu. Namba 131, twende kwa Yesu. Yawezekana sauti yangu isiwe na kufurahisha sana, lakini zingatia zile beti
na message au ujumbe ulio kwenye kitabu hicho. Twende kwa Yesu mimi nawe, njia tuonya tuijue, imo chuoni na mwenyewe, hapa asema njoo, na furaha tutaiona, mioyo ikitakata sana, kwake Mwokozi kuonana, na milele kukaa, wanana waje atuambia, furahini mkisikia, ndiye mfalme wetu pia, na tumtii njoo, na furaha tutaiona, mioyo ikitakata sana, kwake Mwokozi kuonana, na milele kukaa, wangojeani leo yupo, sikiza sana asemapo, huruma zake zikwetapo, ewe kijana njoo, na furaha tutaiona, mioyo ikitakata sana, kwake Mwokozi kuonana, na milele kukaa. Miaka kadhaa ya huko nyuma, palitokea kijana ambaye alikuwa akiishi na bibi na babu yake, maana aliondokewa na wazazi wake, na ile familia ilikuwa ni familia duni. Kwa hiyo yule kijana hakuweza kupata elimu kwa sababu ya ugumu wa kiuchumi, ugumu wa kimaisha. Basi akaona afanye nini? Akachagua kufanya biashara ndogo ndogo mtaani ili apate riziki ya kuweza kuikimu nyumba ya bibi na babu. Biashara aliyochagua kufanya ilikuwa ni biashara ya machungwa. Kwa hiyo akatafuta toroli, akapata mtaji mdogo, akanunua machungwa machache, akawa anaweka juu ya toroli, anapeleka katikati ya njia panda, mahali penye kituo cha daladala na kituo cha taksi penye watu wengi, afanye biashara ya machungwa. Alikuwa akifanya hivyo, jioni anapata pesa kidogo, ananunua unga, anapeleka chakula nyumbani, bibi na babu watengeneze waweze kula. Maisha yalikwenda hivyo. Watu wa pale kwenye kile kijiwe walimfahamu yule kijana maskini, na wafanye biashara wengine na wadereva wa taksi walimjua, na wale hata majirani na watu wa maeneo yale walimtambua kwamba anaishi kwa biashara ya machungwa, na kwa biashara ile anapata riziki ya kuwapelekea bibi na babu. Hakuwa na elimu, kwa hiyo hakuwa na namna nyingine ya kuendesha maisha isipokuwa kujishughulisha na shughuli ndogo ya ujasiriamali, biashara ya machungwa yenye mtaji mdogo. Lakini jambo la kusikitisha sana, siku moja miongoni mwa madereva wa taksi alipokuwa akirudisha gari yake nyuma bila kuona, akagonga ile meza ya machungwa ya yule kijana, na yale machungwa yakaanguka chini na kusambaa. Badala ya kushuka kwenye gari na kumsaidia kuokota ili aweze kuyarudisha kijana ndani ya biashara, yeye akawa kicheka, na wale madereva wengine wa taksi na watu wa eneo lile wakaungana kucheka. Wengine wakawa wanachukua machungwa na kuyala, hali wakijua kwamba ile ndio riziki pekee ya yule kijana na nyumba ya bibi na babu yake. Kwa hiyo kijana akawa anahangaika kuyakusanya yale machungwa kwa haraka, yamkini ayaokoe baadhi yake, aweze kurudisha kwenye meza, aendelee na biashara, apate riziki kupeleka chakula nyumbani kwa bibi na babu waweze kula na kuishi. Akiwa kwenye hali hiyo, huku mwenye huzuni na mwenye majonzi,
Ghafla akatokea muungwana, mwanaume mstaarabu, akawa anakatisha pale katikati ya watu. Yule baba mstaarabu alipoona mazingira yale, akashikwa na huruma, akainama chini kumsaidia yule kijana kuokota yale machungwa. Wakafanikiwa kuyaokoa baadhi ya machungwa, na kijana akayarudisha kwenye meza, na yule ndugu muungwana mstaarabu akawa anaendelea na safari. Yule kijana akamtazama kwa umakini, kisha akamfuata, akamshika koti lake kwa nyuma. Yule ndugu alikuwa amevaa suti. Alipomshika suti yake koti, yule baba akasimama, akamgeukia kijana, wakaangalia na kijana uso kwa uso. Kijana akamuuliza swali yule ndugu muungwana anayeonyesha kujali na mwenye huruma, akamuuliza swali hili: je, wewe ni Yesu Kristo? Yule baba akamtazama kwa tabasamu, akumjibu, kisha akaendelea na safari. Kwa nini kijana alimuuliza je, wewe ni Yesu Kristo? Kwa sababu katika akili yake, katika fahamu zake, aligundua kupitia maneno ya Mungu aliyokuwa akiyasikia yakihubiriwa kwamba Yesu ni mwenye upendo, Yesu ni mwenye huruma, Yesu anajali. Kijana akafikiri, akasema, kama hawa wanaonifahamu na ambao wanajua hali ya nyumbani kwangu na maisha yangu, kwamba kwa biashara hii ndogo napata riziki ya nyumba ya bibi na babu, hawakuwa tayari kunisaidia, hawakuonyesha kunihurumia, huyu aliyenipenda na kunihurumia hawezi kuwa mwingine ila ni Yesu Kristo. Ninayo habari njema kukwambia, Yesu anakupenda, Yesu anakujali, Yesu anakuhurumia. Kama hakuna anayekupenda duniani, yuko mmoja anakupenda, anaitwa Yesu Kristo. Kama hakuna anayekujali, yuko mmoja anayejali, anaitwa Yesu Kristo. Kama hakuna mwenye kukuhurumia, nina habari njema, yuko mmoja anayewahurumia watu, anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Unaweza kuachwa na ndugu uliyezaliwa nao, wasijali mateso yako. Unaweza ukaachwa na marafiki hali wanajua kwamba wewe ni masikini, una shida na una mahitaji, wasiguswe na hali yako. Ni kawaida kwenye maisha haya, hata wale unawategemea mara nyingine wakakuangusha, hata wale uliotarajia watakusaidia wasikusaidie. Lakini leo nina habari njema, yuko mmoja anayejua sikitiko, mwenye huzuni nyingi, anayebeba matatizo na shida za watu. Huyo anaitwa Yesu. Ndio huyo nayemuhubiri. Amenisaidia mimi, atakusaidia wewe. Huna sababu ya kuinama, huna sababu ya kukata tamaa. Yesu yupo kwa ajili yetu. Aliteswa, akafa, akazikwa, akafufuka, ili wewe upate tumaini, ili wewe upate maisha, ili wewe upate nguvu. Hakuna upendo mkuu kama huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya marafiki zake, kwa ajili ya watu wengine. Baba hawezi kufa kwa ajili yangu, mama hawezi kufa kwa ajili yangu, na hakuna mtu anaweza akafa kwa ajili ya mtu mbaya. Lakini Yesu mwenye haki alikufa kwa ajili ya sisi wenye dhambi ambao tulikuwa ni watu wabaya. Yesu amekufa kwa ajili yako, Yesu amekufa kwa ajili yangu. Huu ni upendo mkuu sana. Yesu anakupenda ulivyo, Yesu anakupenda ulivyo. Ameleta upendo kwako, anatangaza upendo kupitia neno lake. Anakupenda asubuhi hii, anakupenda siku ya leo. Huna sababu ya kuinama, huna sababu ya kukata tamaa. Uko ujumbe mkuu, ameshinda kifo kwa ajili yako. Anataka na wewe ushinde maisha haya, ushinde changamoto zako, ushinde mateso, ushinde kifo. Mpe Yesu moyo wako, mpe Yesu maisha yako. Ni rafiki wa kweli, anawathamini watu, anawapenda watu. Hana dini, hana lugha, hana ubaguzi, hana rangi. Ni wa jinsia zote, ni wa watu wote, mataifa yote. Popote ulipo, unaponifuatilia na kuomba, mpe Yesu maisha yako, akusamehe dhambi, akuokoe, ushinde kifo na mauti, ushinde dunia, ushinde shetani, ushinde magonjwa, ushinde umaskini. Yesu ni kwa ajili yako, Yesu ni kwa ajili yangu. Anakupenda ulivyo. Mpokee, afanyike Bwana na Mwokozi. Ameshinda kifo na mauti, yu hai kwa ajili yetu. Ninaamini uko tayari sasa kusali sala hii pamoja nami ningependa nikuongoze kwa Yesu. Yesu aingie moyoni mwako, asamehe dhambi zako, akufanye kuwa mtu wake, kuwa rafiki yake, kiumbe wake, akubariki kwa baraka zote za rohoni
katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo Yesu. Kwa hiyo naomba urudie maneno haya pale ulipo. Sema, Mungu, unisamehe mimi mwenye dhambi. Kwa moyo ninaamini na kwa kinywa ninakiri kwamba Mungu amemfufua Yesu kutoka kwa wafu. Nimeokoka. Asante Mungu kwa kunisamehe dhambi. Asante Yesu kwa kuniokoa. Kuanzia leo mimi ni mali yako. Tawala maisha yangu, niongoze Yesu, nikupende, nikutumikie katika jina la Yesu, amen. Kama umesali sala hii kwa mara ya kwanza, ni furaha kubwa moyoni mwangu. Nikushauri, tafuta kanisa linalohubiri Injili, Biblia yote kamili. Nina hakika maeneo unayoishi huwezi kukosa kanisa linalohubiri Biblia, neno la Mungu. Na kama utakosa, usisite kutafuta kanisa limeandikwa Tanzania Assemblies of God. Na kama unaishi Dar es Salaam, tunayo makanisa mengi ya Tanzania Assemblies of God. Ukipenda, karibu TAG Majumba 6 mpya, ndiko ambako mimi natoka. Na unaweza ukanipata kwa namba zangu za simu 0712 59 59 68. Nirudie 0712 59 59 68. Ukinipigia nitakupokea, nitakushauri na nitakuombea. Tunawaombea wagonjwa na wenye mahitaji bure, bila malipo, na Yesu anawaponya. Na sasa, kabla sijaachana na wewe, nataka nikuombee. Ukiwa na changamoto ya kifamilia, una changamoto ya kielimu, una changamoto ya mahusiano, una changamoto ya kiuchumi, ya kiafya, lolote gumu unaolipitia sasa, Yesu wangu anaponya, Yesu wangu anaokoa, Yesu wangu ni Bwana wa uzima, na yuko tayari kukugusa kwa imani upokee uponyaji. Mkono wake si mfupi, ni mrefu, atakufikia ulipo. Baba, katika jina la Yesu, natamka uponyaji wa kiakili, wa kiroho, wa kihisia na wa kimwili. Maandiko yanasema ulijeruhiwa kwa ajili ya maovu yetu, ulichubuliwa kwa ajili ya makosa yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yako, na kwa kupigwa kwako Yesu sisi tumepona. Isaya 53 mstari wa 3 hadi wa 5. Kwa neno hilo natamka afya, natamka uzima, naamuru kansa ikuachie, kisukari kikuachie, TB iondoke kwako. Hata kama una virusi vya HIV, pokea uponyaji sasa. Ainue imani yako Kristo na arejeshe afya yako. Pokea uponyaji toka utosi hata uyao, na yakemea mapepo na majini na mashetani na roho zote ovu zikuachie, na vunja mikataba na maagano ya kishetani. Wewe ni mtu huru katika jina la Yesu Kristo. Uzima uingie kwako, afya ingie kwako, amani ingie kwako, uponyaji uingie kwako katika jina la Yesu. Yesu ni Mungu atuponyaye. Alikuja ili tuwe na uzima na kisha tuwe nao tele. Pokea uponyaji wako, pokea furaha yako, pokea amani yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu Baba, nimeomba nikiamini, amen. Kama umepokea uponyaji, Mungu atukuzwe. Nikuombe tupatie ushuhuda wa maombi niliyofanya kwako na matokeo yaliyotokea leo. Unaweza ukatupata kwa namba za simu. Nirudie tena 0712 59 59 68. 0712 59 59 68. Nipe ushuhuda yale makuu ambayo Mungu amekutendea, ili tumtukuze Mungu pamoja na wewe. Tuonane kesho panapo majira kama haya. Nitaendelea kuwepo hapa, nitaleta neno la Mungu, nitafanya maombezi, na Mungu wangu nayemtumikia hajawahi shindwa, atafanya zaidi ya aliyofanya leo. Tarajia makubwa katika jina la Yesu. I love you. God bless you. Thank you very much. Usiache kuangalia Zoe TV. Enjoy your day and God be with you. Thank you. You are blessed.